Wanasimba wana hamu kubwa sana ya kumuona nyota wao mpya Mohamed Bajaberi akikanyaga nyasi za uwanjani na kucheza mechi ya mashindano msimu huu. Hamu hiyo inakuja kwani katika mechi 5 za mashindano iliyocheza Simba msimu huu, kiungo wake mshambuliaji Mohamed Bajaberi hakuonja hata dakika moja. Hiyo imetokana na majeraha ya nyama za paja yaliyokuwa yakimsumbua tangu atue kikosini hapo. Sasa basi, kitendo cha Bajaberi kupona majeraha yaliyomweka nje kwa muda mrefu na sasa kurejea kwenye uwanja wa mazoezi kimemfanya kiungo huyo wa eneo la ushambuliaji kuibua maswali ya nani atang'oka katika kikosi cha kwanza cha Simba Sports ili aingie kuonyesha mavitu yake. Hiyo imetokana na msimu huu wachezaji tegemeo wa Simba wanaocheza katika eneo hilo kuanza taratibu tofauti na ilivyokuwa msimu uliopita. Wachezaji hao ni Elie Mpanzu, Kibu Denis na Joshua Mutale. Bajaberi aliyesajiliwa na Simba msimu huu akitokea Kenya Police hajacheza mechi yoyote kutokana na majeraha ya nyama za paja yaliyokuwa yakimsumbua, lakini sasa amepona na anafanya mazoezi ya nguvu na wenzake kambini. Nyota huyo aliyetoka kuipa ubingwa wa ligi kuu ya Kenya timu ya Kenya Police chini ya kocha Etienne Ndairagije ameanza mazoezi na timu hiyo ikiwa ni ishara nzuri ya kucheza baada ya kukaa nje ya uwanja kwa muda. Bajaberi alikuwa anasumbuliwa na majeraha akiwa kambini na timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars iliyokuwa inajiandaa na michuano ya kombe la mataifa Afrika kwa wachezaji wa ligi za ndani CHAN 2024 zilizofanyika Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Hata hivyo, wakati akiwa kambini na kikosi hicho, Bajaberi aliondoka mapema kabla ya michuano hiyo kuanza Agosti 2, 2025 na kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo pia licha ya dili hilo kukamilika, nyota huyo hakucheza mechi yoyote ya kimashindano. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 22 alijiunga na Kenya Police Februari mwaka huu akitokea Nairobi City Stars. Ana uwezo wa kucheza katika wingi zote mbili, kulia na kushoto, sambamba na nyuma ya mshambuliaji, jambo linalosubiriwa na mashabiki wa Simba Sport kuona uwezo wake. Wakati Bajaberi akisubiriwa, miongoni mwa nyota wanaocheza nafasi hiyo kwa sasa katika kikosi cha Simba Sport ni Elie Mpanzu, ambaye hivi karibuni baadhi ya mashabiki wa timu hiyo wamekuwa hawaridhishwi na kiwango chake. Mwingine ni Kibu Denis. Kwa upande wa Joshua Mutale aliyekuwa katika hatari ya kukatwa tangu msimu uliopita kabla ya kubadili upepo hasa mechi za mwishoni za kombe la shirikisho Afrika, pia ana uwezo wa kutokea pembeni na kucheza nyuma mshambuliaji, hali inayoongeza ushindani zaidi. Kiungo mwingine ni Morris Abraham, ambaye kwa sasa ameonyesha kiwango kizuri tangu ajiunge na timu hiyo akiwa mchezaji huru baada ya kuachana na RFK Novi Sad mwaka 1921 aliyokuwa anaichezea kwa mkopo akitokea Spartak Subotica ya kule Serbia. Kiwango cha Abraham kimevutia mashabiki wa timu hiyo ambao wanashinikiza aendelee kuanza katika kikosi cha kwanza badala ya Jean Charles Ahoua, ambaye licha ya msimu uliopita kaibuka mfungaji bora wa ligi kuu bara akifunga mabao 16 sambamba na kuassist mara 9, lakini hawaridhishwi na mwenendo wake. Usajili mpya wa Neo Maema kutoka Mamelodi Sundowns hajaanza vizuri ndani ya Simba tofauti na wengi walivyotarajia, lakini ametoa assist moja na anacheza eneo la kiungo mshambuliaji anapoweza kucheza Bajaberi. Hata hivyo, taarifa zinaeleza meneja mkuu wa Simba Dimitar Pantev hana haraka ya kumtumia Bajaberi kwa sasa na badala yake anahitaji kumpa muda wa kupona vizuri zaidi, licha ya yeye mwenyewe pia kufosi mara kadhaa kutaka kucheza. Inaelezwa sababu kubwa ya nyota huyo kutopona vizuri majeraha yanayomkabili tangu akiwa Kenya ni kutokana na tabia yake ya upambanaji na njaa yake ya kutaka kucheza wakati wote, ili hali bado hajakuwa fiti kwa 100%, jambo linalomsababishia kujitonesha na kuandamwa na kadhia hiyo. Takwimu zinaonyesha kuwa katika mechi 5 ilizocheza Simba msimu huu, mchezaji aliyeanza kikosi cha kwanza mara zote kati ya hao ni Mpanzu pekee, huku akiwa na mchango wa mabao mawili, akifunga moja dhidi ya Gaborone United ugenini na assist moja dhidi ya Fountain Gate. Ahoua alianza mechi 4 mfululizo za kwanza kisha akawekwa benchi ya mwisho dhidi ya Namungo. Yeye ndiye amekuwa na mchango mkubwa wa mabao akifunga mabao mawili dhidi ya Gaborone nyumbani na Fountain Gate.
ambapo pia alitoa asisti. Morris Abraham ni mchezaji wa 3 kuanza katika mechi nyingi kati ya 5, akifanya hivyo mara 2, huku akihusika kwenye bao alilofunga au kwa penalti dhidi ya Gaborone. Hiyo penalti alichezewa faulo yeye. Kibu naye ameanza mechi 2 hajafunga wala kuasisti. Maema na Motale wameanza katika mechi moja, huku wote wakiwa na asisti moja dhidi ya Namungo. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Neli TV, kusudi letu ni kukusanyia mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Updates mbalimbali, tetesi zinazoendelea ndani ya soka letu la NBC Tanzania bara, kusudi wewe mtazamaji wetu usipitwe na chochote kile kinachoendelea ndani ya uwanja na nje ya pichi ya uwanja, kwa maana ya wadau wanasemaje kuhusu soka na namna timu zinavyopambana kufika hatua kubwa kimataifa, pamoja na kuendeleza ubabe mwingine ndani ya NBC Premier League. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Queen Liz. Hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Muhimu ni kusubscribe. Kwaheri.